mafundisho. Lakini nataka nikuhakikishie, hata kama haujakipata katika hali ya kutofahamu, na kuomba tu ukaweze kuwa mtulivu, kumwamini Mungu, maana majira na nyakati hubadilika. Ili neno liweke katika kipaji cha moyo wako. Haujui wakati wa kuchiliwa kwako. Bwana asifiwe. Basi tungalipo katika ulimwengu huu, lihifadhi katika moyo wako fundisho hili. Kuna wakati Roho wa Mungu atalihuisha na litakufaa katika maisha yako. Amen. Lihifadhi katika moyo wako. Neno lolote linalokuja katika maisha yako, usilisongeshe mbali. Usilisongeshe mbali, maana neno la Mungu ni pumzi. Mungu anayetujua huandaa watumishi wake tofauti tofauti, akawapa ujumbe kwa ajili ya watu wake. Na kila neno linapokuja lina makusudi yake. So tuweze kujifundisha uliweka neno la Mungu katika vipaji vya mioyo. Usiruhusu likaenda. Tulihifadhi. Kuna wakati kama si leo, kuna wakati litakufaa. Kuna wakati litakusimamisha. Kuna wakati litakuwa na msaada katika jina la Yesu. Amen. Healing the wounds of the heart and mind. Kuponya majeraha ya mioyoni na katika mawazo yetu. Majeraha katika mioyo yetu. Majeraha ya mawazo yetu. Mawazo yanajeruhiwa. Mawazo yanajeruhiwa na inapoteza amani ya mtu, inapoteza matumaini ya mtu, na inabadilisha hatima ambayo Mungu aliweka kwa ajili ya mtu wake. Kwa kuwa moyo umetatisika, kwa kuwa mawazo yametatisika, hatima ya mtu huondokea aliyoyakusudia Mungu, huondokea aliyoyapanga mwanzo kwa ajili ya mtu yule, na shetani akaichukua hiyo hatima mikononi mwake. Hatimaye akampeleka mtu wa Mungu mahali ambapo Mungu hakupanga kwa ajili yake kutoka pale mwanzo. Na katika maandiko tumeona mifano mingi. Tumeona hatima ya Yuda Iskarioti aliyekuwa amechaguliwa kwa mmoja wa waenesaji wa Injili. Tunaona hatima yake ikimalizia kwa kujinyonga. Alikuwa awe mhubiri kama kina Petero, kama kina Mathayo, kama kina Luka waendeleze Injili. Lakini kwa ajili ya kujipeana, kukaa katika majeraha, hatima yake, tumeona mtumishi wa Mungu haipotei kwa kuruhusu uchungu katika moyo wake. Hatima yake imemalizika si katika mpango wa Mungu. Maana destiny yake shetani ameichukua na ameipeleka makosa. Nataka tusome maandiko haya ya kimsingi, alafu tuende mahali tunapoenda kumalizia fundisho letu. Methali mlango wa 4 mstari wa 20 hadi 27. Hayo ndio neno la Mungu la kimsingi katika fundisho hili. Na Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Pale ndio tumetoa msingi wa hili fundisho ambalo tunaendelea nao. Karibu sana wasomaji. Methali mlango wa 4 kuanzia fungu la 20. Maandiko yanasema hivi:
Mwanangu, yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Mwanangu, yasikilize kwa makini yale ninayokuambia. Sikiliza kwa makini maneno yangu. Usiruhusu yaondoke machoni pako. Yahifadhi ndani ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wanaoyapata na afya kwa mwili wote wa wanadamu. 23. Zaidi ya yote, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Epusha kinywa chako na ukaidi, weka mazungumzo machafu mbali na midomo yako. Macho yako na yatazame mbele, kaza macho yako moja kwa moja mbele yako. Sawazisha mapito ya miguu yako, na njia zako zote ziwe zimethibitika. Usiugeukie kulia wala kushoto. Epusha mguu wako na ubaya. Epusha mguu wako na ubaya. Neno linalotokezea katika maandiko haya ambayo tumeyasoma ni kwamba mwanadamu aulinde moyo wake. Wewe na mimi, kila mmoja wetu aulinde moyo wake kuliko vyote ambavyo naweza kuvilinda. Maana katika mstari wa 23, maana katika moyo ndiko kunakotoka chemichemi ya uzima. Maana katika moyo ndiko kunakotoka chemichemi ya uzima. Wapenzi, ndugu zangu, ninapoenda weka kikomo katika fundisho hili siku ya leo, naamini haikuwa bure Mungu kulileta neno hili, lakini ningependa kila mmoja wetu akaweza kulikumbatia, kwa kuwa maudhi na makwazo katika ulimwengu huu hayana budi kuja. Hayana budi. Hautazuia wanadamu wasikukwasa, watakukwasa tu. Kuna hali ambazo ungependa upitie katika maisha yako, lakini utajipata umepitia tu. Kuna hali ambayo ungeipenda uione katika maisha yako, lakini itakuja tu. Sasa kilicho cha muhimu, maana mambo haya hatutayazuia yasije. Hatutazuia wanadamu kunena machukizo kwetu. Kilicho chema cha kufanya ni wewe kufanya maamuzi, personal declaration, ya kwamba mimi sitaruhusu maneno ya watu, sitaruhusu hali ya maisha ichukue amani ya moyo wangu. Sitaruhusu. Maana amani ikiondoka, wakati mwanadamu anapoondokewa na amani ya moyo, katika hayo maandiko mengine Paulo anawaambia Wafilipi ya kwamba amani ya Bwana ipitayo fahamu zote iweze kuhifadhi mioyo yenu, iweze kulinda mioyo yenu. Amani ya Bwana si amani ya payslip, si amani ya mali ulio nayo, si amani ya masomo ambayo umesoma ukayapata ya certificate. Maana kama ni mali huisha. Muulize Ayubu, alikuwa nayo na ikaisha. Kama amani yake alikuwa ameiwekeza katika mali, hangeweza Ayubu. Lakini hakuwa ameweka amani yake, haikuwa imetokana na mali. Shetani alikuwa anafurahia, alikuwa anafikiria amani ya Ayubu imetokana na mali. Akamwambia Mungu, huyu ni mali ndio imemfanya, inaonekana moyo wake unakupenda. Niruhusu nifikie mali yake, niruhusu nifikie afya yake. Akafikia mali akaimaliza, akafikia watoto akawakamaliza, akafikia afya
akaimaliza. Lakini kumbe amani ya Ayubu ilikuwa imethibitika katika Bwana. Amani itokanayo kwa Bwana katikati ya mwili unaooza. Lakini Ayubu bado anasema ukombozi wangu yuaishi. Wenye haki wa Mungu wasema amina. Amina. Na natamani wateule wa Mungu wainuke, wafikie kilele cha kumjua Mungu wao, na wajue ya kwamba kuishi kwangu ni Mungu. Siishi maana friji na mali, siishi maana naishi kwa 3 bedroom. Kumbe furaha yako ni kwa vile unakaa 3 bedroom. Ukiondoka maana hali ya uwezo wa kulipa rent hakuna, urudi kwa single room ama urudi kwa nyumba ya matope, uso wako na furaha yako inapotea. Kama ulikuwa na hubiri unasema pastor, hata nimetatizika sina ujumbe. Kama ulikuwa naimba unasema wapendwa, niache kwanza mwaka mmoja. Unajua nilikuwa naishi Darat kama estate hapa hii ya Juni wapi. Bwana Musa. Kumbe ulikuwa unashikiliwa na hiyo furaha. Let it be far with us. Iwe mbali nasi. Ya kwamba amani yangu haitatokana na vitu ambavyo vimenisumbuka. Amani yangu, amani itokanayo kwa Bwana. Wateule wa Bwana wasema amina. Amina. Amani itokanayo kwa Bwana, ipitayo fahamu zote, ilinde moyo wako, ikuweke kiwango ambacho kila marafiki zako wanakaa wakikuuliza, kwani wewe uliumbwaje? Mbona wewe usumbuliwi? Bwana sifiwe. Mbona wewe usumbuliwi na maisha? Tufike kiwango ambacho maisha haikusumbui. Maisha haiwezi ikakueleza wewe ni nani. Pochi, kuna watu amani yao iko katika pochi. Ile yani ukimuona hivi, ukimuona kama pochi haina kitu, yani uso wake na pochi vinaenda. Ikiwa iko sawa, mchangamfu, anakuhaka, anafurahi, anatoa maandiko mengi kwa Biblia. Lakini pochi kama haina kitu, hata hana ushuhuda, hata pana sijue vile inapotea. Iwe mbali nasi. Sema iwe mbali nasi. Amani ya Bwana ipitayo fahamu zote ilinde mioyo yetu. Amina. Amina. Ya kwamba nitaishi, nitafurahia Mungu wangu licha ya masingara niliyo ndani mwake. Nitampenda Mungu wangu, nitamkumbatia Mungu wangu. Nitaimba sifa za mioyoni hata kama sitakunywa chai asubuhi, kwa kuwa wewe waishi Bwana. Amina. Hapo ndipo Bwana anataka tufike. Natamani ndugu zangu ya kwamba Bwana kwa roho wake atufikishe pale, katika jina la Yesu. Amen. Sasa tulikuwa tumemalizia sehemu ya pili. Hiyo ni sehemu ya kwanza, ilikuwa ya kuweka msingi. Tumemalizia sehemu ya pili ambayo ilikuwa inazungumzia vyanzo ama mambo yanayosababisha majeraha ya mioyoni na mawazo. Sasa tunaenda sehemu ya mwisho ambayo dangers caused by unhealed internal wound. Dangers caused or that may arise from the unhealed internal wound. Ikiwa hilo jeraha utakataa nalo, neno la Mungu linazungumza, lakini wewe unasema huyu pastor hakujua vile wazazi wangu walinifanyia, unakataa nayo. Unasema vile nilivyotendewa ni kwa vile huyu pastor haelewi, bado nakataa nayo. Hii ndio hatari inakungoja. Hii ndio hatari ambayo inaweza kupata mtu ambaye hawezi akaruhusu jeraha lake likapona. Number 1, bitterness from lost joy. Bitterness from lost joy.
Tutasoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 27. Kila mmoja anaweza kusoma tena, kuandika na kukisoma baadaye. Kati ya Esau na ndugu yake Yakobo, baada ya kwamba imeenda sio kama vile Esau alivyotarajia, na moyo wake ukawa na uchungu, moyo wake ukajeruhiwa. Na hata tuliposoma Esau akawa ameapa na kusema, wacha nimalizane na mambo ya baba yangu. Najua mzee hayuko mbali, hivi yuko karibu kufa. Wacha nitulie, nimalizane naye, nisike babangu. Akaapa akasema, hakika nitamuua Yakobo. Wanasifiwe. Biblia inasema Esau alilia kwa uchungu sana baada ya kuja kuelewa ya kwamba hana nafasi ya kubarikiwa tena. Ndugu yake ameichukua nafasi yake ya kubarikiwa na haipo tena. Kipindi hicho chote Esau moyo wake hauna furaha. Uso wa Esau, moyo wake hauko katika furaha, maana ameipoteza kwa uchungu aliyokuwa nao katika moyo wake, na kutaka aangamize ndugu yake. Sasa katika hali hiyo, Biblia inasema tamani kukaa na amani na watu wote. Pasipo hivyo, pasipo amani, pasipo kukaa katika amani na watu wote, hakuna atakayemuona Mungu. Sema jaribu iwezekanavyo. Ukiona Biblia inasisitiza ya kwamba iwezekanavyo, ya kwamba kuna wengine ukimwangalia sasa unashindwa, huyu nitafanyaje amani naye? Kuna sababu kweli kabisa ya kwamba usiwe na amani naye, makosa na mauti aliyokufanyia. Lakini Biblia inasema fanya bidii kuwa na amani na watu wote, ili shina la uchungu lisije likachipuka. Madhara ambayo mtu anaweza kuyapata ikiwa hata ruhusu jeraha lake lipone ni kwamba atakaa katika uchungu wa moyo, kwa furaha itakuwa imepotea. Kuna watu katika maisha yao hawana furaha kabisa, hawajui kufurahi. Siku moja nilikuwa niko kwa TV, kuna huyu jamaa inaitwa Loto Ndoto, ama inaitwaje? Loto Ndoto. Kuna huyu jamaa kanaitwaje kaka jamaa? Kama maneno akanaongea maneno. Watu wa Mungu nyinyi mnajua Loto Ndoto. Mbona mnanyamaza? Bwana asifiwe. Kanaitwaje? Anyway, ndio kalikuwa kana present zawadi. Sasa mtu amepata 50 milioni. Sasa kanatangaza, kanamwambia wewe ndiwe mshindi wetu siku ya leo, na umeshinda 50 milioni. Jamaa sana akamaliza. Mmesikia hiyo furaha ya kupokea 50 milioni? Kakamuuliza, ni wewe kweli? Anasema ni mimi. Mimi nakwambia umepata 50 milioni, ya kushangilia. Yaani kuna watu ndani yao hakuna furaha. Kuna mtu ukimwambia umepata 150,000 bila ataruka mpaka umnyamasishe na usimwe refu. Lakini huyu anaambiwa 50 milioni, anasema kuna watu ambao furaha katika maisha yao from past experience ambao wamekuwa nayo, wamepitia mambo ya uchungu katika maisha yao, imeondoa furaha. Hakuna, wanakaa katika uchungu wa mioyo.
hatari mojawapo, ikiwa hautaruhusu jeraha hilo lipone, ikiwa utaendelea kukataa na kushikilia na kuhakikishia ya kwamba kitu kimoja atakosa kwa maisha yako ni furaha, hautaona furaha. Na unajua furaha ni dawa. Bwana asifiwe. Amen. Furaha ni nini? Furaha ni dawa. Mtu mwenye furaha ana afya. Mtu mwenye ana furaha, mwenye achuma kwaso ovyo ovyo, yule mtu ana afya ovyo ovyo. Furaha. Siliwaambia siku moja rafiki babangu, rafiki mzazi wa pastor rafiki yangu ambaye ana kanisa hapa. Yeye mwenyewe ndiye alituambia ana kanisa hapa juu hapa mjiani Diamond. Baba yake ni mgonjwa mpaka hakuli. Sasa unaenda kutibu, wanapima sijui kuna vipimo vyenye wanafanya mwili wote. Unajua hizo ni pesa nyingi. Sasa daktari anamwambia wewe mzee si mgonjwa. Lakini mimi nimepikiwa simu kutoka nyingine nimekuja. Huyu mzee hachakula. Wiki moja hachakula daktari. Sasa katika hiyo hali, maana daktari ni vitu wamesomea, wakachukua mzee wakampeleka kwa room ya TV kubwa inaonyesha vikatuni. Mzee akaanza kucheka. Wamemkatisha, anaona katuni. Anacheka, mzee anacheka. Daktari akamwambia sana, huyu mtu hana mtu wa kukaa naye. Nimemwacha peke yake, anafikiria nilizaa watoto, nimeachwa hapa, nasumbuka, napika, nachomeka. Sasa hiyo mambo ndio yanamkula, si mgonjwa. Mzee akacheka kwa katuni. Kwa vile furaha ni afya. Sema furaha ni afya. Sasa wewe ukikaa mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa kurumbana, unaleta magonjwa. Amina. Amen. So kuna hatari ya kwamba usipoachilia jeraha lipone, ni kweli uliumia, lakini usipoachilia jeraha lipone, moyo wako utakaa katika uchungu. Na wakati moyo unakamatwa na uchungu, furaha inapotea. Amen. Tumesema kuna mfano wa Esau katika Mwanzo 27. Esau yuko katika amani tena, anatembea katika uchungu wa moyo, maana amepoteza nafasi ya kubarikiwa. Point number 2. Point number 2. If left to maturity, it compels one to revenge. If left to maturity, it compels one to revenge. 2 Samuel chapter number 3. 2 Samuel chapter number 3, verse 22 to 27. Second Samuel chapter number 3. Tusomee kwa haraka ndugu yangu. Ikiwa jeraha hautalishughulikia lipone, mojawapo ya hatari ambayo inaweza kukupata pia ni kwamba kuna uwezekano ukawa mtu wa kulipiza vizazi. The spirit of revenge itachukua nafasi kwa mtu ambaye hataachilia moyo wake kupona. The spirit of revenge. Samueli wa pili mlango wa 3 kuanzia fungu la 22. Maandiko yanasema hivi: wakati huo watu wa Daudi na Yoabu walirudi kutoka kwenye kushambulia, nao wakarudi na nyara nyingi mno. Lakini Abneri hakuwa tena pamoja na Daudi huko Hebron, kwa sababu Daudi alikuwa amemruhusu aende zake, naye akaenda kwa amani. Yoabu na askari wote aliokuwa nao walipowasili
aliambiwa kwamba Abneri mwana wa Neri alikuwa amekuja kwa mfalme, na kwamba mfalme alikwisha mruhusu aende zake, na kwamba alikwisha aondoka na amani. Basi Yoabu alikwenda kwa mfalme na kumwambia, ni nini hiki ulichonifanyia? Tazama, Abneri alikujia. Kwa nini ukamwacha aende? Sasa amekwenda. Wajua Abneri mwana wa Neri alikuja kukudanganya na kuchunguza nyendo zako na kupata kila kitu unachokifanya. Ndipo Yoabu akamwacha Daudi na kutuma wajumbe wamfuate Abneri, nao wakamrudisha kutoka kisima cha Sira. Lakini Daudi hakufahamu jambo hili. Basi Abneri aliporudi Hebroni, Yoabu akamchukua kando ndani ya lango, kama vile kuzungumza naye farakani, pale pale kwa kulipiza kisasi damu ya nduguye Ashaheli. Yoabu akamchoma mkuki tumboni, naye akafa. Akamchoma mkuki tumboni, naye akafa. Je, unajua Abneri ni nani? Kuna mtu anamjua huyu Abneri anayeongelewa hapo? Katika Biblia alikuwa ni nani Abneri? Alikuwa kiongozi wa jeshi la Sauli. Mungu akubariki. Hii fundisho kuna siku moja tulikuwa hapa nikalizungumzia. Baada ya Sauli kufa, wale makomanda wa jeshi waliokuwa chini ya Sauli hawakuachilia utawala wa Sauli hivi hivi. Walitaka mtoto wa Sauli arithishwe kuendelea kama mfalme. Kukawa na vita vibaya kwa muda mrefu kati ya viongozi waliokuwa chini ya Sauli na viongozi jeshi lilokuwa ambalo Daudi amejiundia. Sasa kiongozi wa hili jeshi la Sauli alikuwa ni Abneri. Sasa walikuwa wamepikana kwa muda mrefu. Sasa siku moja wakiwa katika vita, huyu Yoabu aliyekuwa ndiye jemedari katika jeshi la Daudi alikuwa na mdogo wake anaitwa Asaheli. Bwana asifiwe. Walipokuwa katika vita siku moja, wakawa wamezidi kambi ya Sauli. So Abneri pamoja na wanajeshi wake wakatoroka. Katika kule kutoroka, huyu kijana mdogo wa Yoabu, Biblia inasema alikuwa wa kukimbia, angeshika swara kwa mkono tu, swara hangemjenga. Alikuwa mtu wa kukimbia. Akawafukuza. Alipowafukuza, alipokuwa amekaribia huyu komanda wa Sauli, akamwambia, baba, keuka uende mkono wa kushoto, usinifuate, naweza kukuua. Huyu kijana hakusikia. Akamfukuza tena, wakakimbia. Sasa alipoona ya kwamba amemkaribia na yuko tayari kumshika, akamuua kwa mkuki huyu kijana Asaheli. Bwana asifiwe. Sikia watu wa Mungu. Baada ya huyo kijana kuuawa, ni muda mrefu. Ni miaka imepita hapo katikati. Sasa kiongozi huyu komanda wa Sauli ameudhiwa na uongozi na vijana wa Sauli, mpaka ameamua, kama nyinyi mnanifanyia madharau na nimepigania nyumba yenu, mimi naenda kupeana uongozi kwa nani? Kwa Daudi. Amepanga siku kwenda kufanya kikao na Daudi na kumwambia, mimi niko tayari kusalimisha jeshi langu iwe chini yako, ili kuwe na United Kingdom ya Israeli. Bwana asifiwe. Sasa huo ni ujumbe mzuri kwa Daudi. Daudi akafurahi, wakakaa na huyu komanda vizuri, wakaongea mpaka mwishowe wakakula, na akamwachilia kurudi nyumbani, ili sasa aende afatilizie yale ambayo wamekubaliana ya kwamba yuko tayari kuja kupatanisha jeshi hili, wasiendelee kupigana kama majeshi mawili. Katika kuondoka kwake, Joabu walikuwa wameenda katika vita na jeshi. Wakirudi, anapewa ujumbe ya kwamba yule bwana ambaye amekuwa anatusumbua amemtembelea mfalme hapa. Wamekaa kutoka usubuhi, hata mfalme amemwachilia jioni, ameenda. Yoabu akaenda kwa Daudi. Sikiza, angalia swali alilomuuliza. Kwa umenifanyia nini? Bwana asifiwe.
Umenifanyia nini hata kumwachilia huyu mtu? Hujui ya kwamba huyu mtu amekuja kutuchunguza hapa ili watuvamie? Lakini ndani mwake ilikuwa si hali ya kuchunguza kuvamiwa. Biblia inasema alikuwa anakumbuka uchungu wa Abneri kuua ndugu yake. Kanisa la Bwana lisema amina. Shida haikuwa ya kwamba amekuja kuchunguza. Shida ni kwamba huyu mtu aliua ndugu yangu. Sasa miaka yote toka ndugu yake auawe, Yoabu hajaruhusu moyo wake kupona. Amekaa moyo wake ukiwa umejeruhiwa. Hakuruhusu reconciliation, hakuruhusu moyo wake kupona. Ameendelea kukaa katika vidonda, katika majeraha. Kwa vile hakuruhusu moyo kapona, amepeana. Imekuwa sababu ya kwamba sasa moyo wake unataka kulipiza kizazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si nyinyi mnakaa hapa? Mnakaa hapa Udikoni, si ndio hapa Ukunda? Kama amekuma ndio mume sikio. Sijui kama majirani zenu wanasema hivyo. Kama amekupika enda lipiza, enda pia mpike. Amina. Sasa hiyo roho inatoka. Mkiona mapanga haianzi leo. Hii roho imepaliliwa. Kutoka watoto ni wadogo imepaliliwa. Roho ya kulipiza, roho ya kutosamehe. So ukiacha jeraha lako liendelea kukaa kwa muda mrefu mpaka likomae, linaweka msingi wa kulipiza kizazi. Sasa Yoabu hakumwambia Daudi ya kwamba natumana Abneri arudi, lakini alitumana askari wake mmoja akasema, kimbia, nimeambiwa Abneri ameenda, kimbia mwambie Daudi anakuita. Endo mwambie mfalme anakuita. Biblia inasema Daudi asiwe na habari. Sasa Yoabu akaenda malangoni mwa kambi, akangoja Abneri akija. Alipokuja hakumruhusu afikie Daudi, akamshika mkono, wakaenda farakani kana kwamba wanaongea kitu. Bwana asifiwe. Biblia inasema akafanya nini? Akamtunga mkuki na akafa. Kwa kuwa hakuruhusu jeraha la ndugu yake kufa lipone. Wapenzi katika Bwana, kuna mambo katika maisha yako jifundishe kuyaachilia kabla hayaja kuadhiri. Amina. Jifundishe kuyaachilia. Jifundishe kuruhusu jeraha hilo lipone. Ni kweli yalikuwa mambo ya kuumiza, lakini nakwambia mtakatifu wa Bwana, unapoendelea kukaa pale unafungua mlango wa mabaya kukupata kuliko yale uliyoyaona. Ruhusu yaende. Ruhusu Roho Bwana afariji moyo wako. Mwambie Bwana akaweze kukusaidia, ukaweze kuliachilia. Kanisa la Bwana liseme amen. Usipoachilia, the spirit of revenge. Mara nyingi nimewaambia hapa, mambo mengi na mauaji mengi ambayo tunayaona ya kwamba amefamiwa na watu wasiojulikana. Wameacha pesa, wameacha kila kitu chake. Alikuwa na simu nzuri lakini wameiacha, lakini wamemkatakata tu wakamuua na wakaenda. It's from a point of revenge. Huyu mtu kuna kitu. Alikuwa hana haja na simu, alikuwa hana haja na pesa, lakini moyo wake, Bwana asifiwe, moyo wake unasema, tulikopa pesa, mimi nikalipa hiyo loan peke yangu. Akaanzisha biashara, saa hizi anaendelea na mimi nasumbuka. Wacha nione kama atakula. Tahakikisha hata vikula. Sasa huwa anatafutwa na watu hawajui. Kumbe kuna mtu ako katika revenge. Hakuruhusu moyo upone. Wapenzi katika Bwana, isiwe hivyo kwetu kama jamii ya Mungu. Kanisa la Bwana lisema amen. Isiwe hivyo kwetu, ya kwamba wewe ukasimame katika nafasi ya kulipiza kizazi. Neno la Mungu linasemaje? Kulipiza kizazi ni kazi ya Bwana, sio yetu.
Kulipiza kisasi si kazi yetu kama wanadamu, ni kazi ya Mungu. Amina. Amen. So mwambie Bwana, Mungu niponye. Ni kweli kulipa hii loan ambayo tulichukua imenikarimu, imetistoti maisha yangu, lakini Bwana nashukuru niko hai. Najua utanipa tu Bwana. Najua utanisaidia, nitainuka tena. Amen. Amen. Najua wewe ni mkombozi wangu, uko pamoja nami. Najua utanisaidia Mungu, utanisimamisha tena. Sitaendelea kukaa katika maisha haya ya aibu. Utanisimamisha tena. Ili usiruhusu moyo wako ulipiza kisasi. Number 3. Si hivyo ndivyo tuliona kwa Absalom pia, si ndio? Baada ya kuona ya kwamba Amnoni amefanya makosa kwa dadake Tamara, lakini Biblia inasema Absalom akanyamaza kwa muda. Kumbe moyo wake hilo jeraha halitapona, akalipiza kisasi kwa kuangamiza ndugu yake kwa ajili ya kosa alilolifanya kwa dada yake Tamara. Ni baadhi ya matokeo, wapenzi katika Bwana. Na ndio mara nyingi watu wanafanya kitu na mtu anapata kichuta, anasema sijui ni nini kilinifanya, sijui nini kilinifanya hata kufanya hivi. The spirit of the faith itakuongoza ufanye mambo ambayo si mazuri, itakuongoza kufanya mambo ambayo yatakuumiza baadaye. Number 3. Mistrust in relationships that can lead to broken relationships, hypocrisy, or pretense. Mistrust in relationships that can lead to broken relationships, hypocrisy, or pretense. Wakati mtu hawezi akaruhusu jeraha likapona. Mistrust in relationships that can lead to broken relationship, hypocrisy, or pretense. Proverbs chapter number 18 verse 19. Proverbs 18:19, and then Proverbs 26 to 22 to 26. Proverbs chapter 18 verse 19, and then Proverbs chapter number 26 verse 22 to 26. Wakati hauwezi ukaruhusu jeraha kupona, it leads to mistrust. Kutoaminiana. Sema kutoaminiana. Sasa utasikia mtu anasema mimi siwezi kuamini mwanadamu yeyote te, hata wakaniambia maneno kali. Bwana asifiwe. Mimi sitaamini mtu. Bwana asifiwe. Amina. Mimi namwamini Mungu peke yake. Siwezi nikaamini binadamu yeyote tena. Kama fulani ndiye alifanya hivi. Bwana asifiwe. Kama fulani, kama pastor ndiye alichukua pesa ya spika na akakula. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama mume wangu ameoa bibi wa pili, nilikuwa nafikiria wananitanganya. Mimi siwezi nikaamini mtu mwingine. Mistrust. Amina.
huyu mtoto wangu mimi nilikuwa sijajua. Wakati unaambiwa hivyo, wametoa bangi, wanasema ameshikwa na bangi. Unasema hamna maneno ya kuzungumza. Iwe mbali nasi. Amina. Amen. Mungu awalinde watoto wetu. Mungu alinde maisha yetu. Tukadumu katika uaminifu. Tukaweze kulinda uaminifu ambao watu wametupea. Watu wametupa uaminifu. Watu wamekupa uaminifu, mtu wa Mungu. Watu wamekupa uaminifu. Heshima na uaminifu ambao watu wamekupa, usiibadilishe kwa pesa. Amina. Usiibadilishe kwa kitu chochote. Linda heshima ambayo watu wamekupea. Mistrust imefanya mahusiano mengi imevunjika, mahusiano ya kijamii, mahusiano ya kibiashara na mahusiano tofauti tofauti imevunjika. Maana mtu aliruhusu jeraha kukaa katika moyo wake, akafanya mambo ambayo mwenzake alikuwa hatarajii. Sasa sehemu yetu ya kwanza nimesema inaweza kusababisha uhusiano kuvunjika. Sasa hii ya pili ndio tofauti, ndio kawaida. Watu wanaweza kujikaza wakaendelea katika hiyo uhusiano, kama ni wa biashara wakaendelea, kama ni uhusiano wa ndoa wakaendelea, lakini kila mmoja anachunguza mwenzake kwa jicho la kama. Hamwamini tena. Bwana asifiwe. Amen. Mistrust sio kama vile nilikuwa nakuchukulia. Amina. Lazima siku hizi tutoe statement kwa benki ndio nijue hizo pesa ziko zote. Nilikuwa nakuamini tu kiniambia tumepata 10,000 na kuamini. Kumbe umenifanya hivi. Mimi siwezi nikaamini tena. Mistrust. So pretense and hypocrisy. Sasa hii ndio kawaida sasa katika maisha ya kawaida sasa. Watu wanakaa katika maisha ambayo sio. Hebu tusome hayo maandiko. Tasoma Mithali mlango wa 18 fungu la 19. Maandiko yanasema hivi: ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuridhika kuliko mji uliozungushwa ngome, nayo mabishano ni kama malango ya ngome yenye makufeni. Rudia tena baba. Alafu mtu wa Kiingereza pia awe karibu. Ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuridhika. Ni mgumu kuridhika kuliko mji uliozungushwa ngome. Kuliko mji uliozungushwa ngome. Yaani Biblia inasema ni rahisi kabisa kuvamia mji umelindwa, umezungushwa ngome, una ulinzi. Ni rahisi kuvamia huo mji uteke, uwe chini ya mamlaka yako, lakini ni vigumu kurekesha moyo wa ndugu aliyekwazwa, aliyeumia. Version ya Kiingereza nani yako nayo mwe? Soma hiyo yako baba. A brother offended is harder to be won than a strong city. Is harder to be won. Yaani kumrekesha akuamini tena. Ndugu aliyeumia moyo ni vigumu kumrekesha tena akuamini. Afadhali kuvamia ngome iliyolindwa na askari, ni rahisi ukachukua huo mji. Lakini kurekesha moyo ulioumia. Bwana asifiwe. Amina. So mtu anaweza kukaa kukuonyesha kana kwamba mambo yanaendelea tu kawaida, lakini si kawaida. There is mistrust. Haamini tena. Moyo wake ulifika mbali. Alikuwa amekuweka katika nafasi ya heshima. Wapenzi katika Bwana, tumelibeba jina la Mungu, tukalinde heshima ya Mungu ambayo imetupa mbele ya watu. Kanisa la Bwana liseme amen. Amina. Amen. Sisi ambao tumeokoka tumelibeba jina la Mungu. Tumelibeba jina la Mungu. Mungu ametuheshimisha machoni mwa watu, machoni mwa majirani zetu. Jirani akitaka kwenda safari, anajua ni Mama Mary ndiye yuko hapa, nitamwachia mtoto wangu. Kama wewe hauko, anachukua mtoto afadhali atembee naye.
maana najua wewe tu wa kuokoka ndio anaweza kukuamini na mtoto wako. Sasa imekuja ya kwamba wewe ndio unamchoma na uchi. Wewe wa kuokoka ndio unachoma huyo mtoto sasa na uchi. Sema kamelisinya kila siku kanaliambia na mama yake aniachie pesa. Umekachoma. Sasa akirudi mama, watoto wako si waliona. Anasema mama John, mama yetu alipea beri uchi moto. Achomeka. Sasa mama anashtuka. Huyu jirani yangu mwenye niamini miaka yote ndiye ananichomea mtoto. Sasa akitoka anafunga mtoto wake anatembea naye. Sasa Biblia inasema ni rahisi kukomboa mji. Upikane, urekeshe, uwe chini ya hema lako. Lakini moyo ulioumia ni vigumu sana. Why? Because of mistrust. So watu wengi wanakaa katika pretense, wanajifanya ni marafiki lakini si marafiki. Hypocrisy, the spirit of hypocrisy. Nafanya ndugu lakini hata anakukumbatia, anakusalimia, mnacheka mkiondoka, ndiye anakuzungumza. Ukiyasikia ni huyu tumesalimiana ama ni mwingine? Yeye unasikia amekuongea baadaye, unashindwa. Wanasema huyo John ambaye tumekumbatiana dakika 5 ama ni mwingine. The spirit of hypocrisy. Amen. Hiyo yote inazaliwa kutokana na moyo uliojeruhiwa. Usiporuhusu kidonda kipone katika moyo wako, katika ule uhusiano utakaa katika kujifanya, utakuwa sio wewe. Tusome hiyo sehemu ya pili, chapter number 26. Mithali 26:22. Andiko anasema hivi: maneno ya mchongezi ni kama chakula kitamu, huingia sehemu za ndani sana za mtu. Kama rangi ng'aayo iliyopakwa kwenye vyombo vya udongo, ndivyo ilivyo midomo laini pamoja na moyo mbaya. Mtu mwenye nia ya kudhuru wengine hujificha kwa maneno ya midomo yake, lakini moyoni mwake huficha udanganyifu. Kwa kuwa huyu mtu alijeruhiwa na hakuruhusu moyo wake kupona. Sasa katika moyo wake ataficha maneno. Yale ataongea kwa mdomo ni tofauti. Biblia inasema inalinganisha. Biblia Kiingereza inasema yaani chombo ambacho kinapakwa rangi ya kumelemeta, lakini ndani ni udongo. Amina. So mtu ambaye hawezi akaruhusu jeraha likapona atafananishwa na hicho chombo. Moyo wake umebeba chuki, moyo wake umebeba maumivu, lakini anacheka kwa kinywa. Ukimwangalia kwa kinywa anacheka, ukimwangalia kwa kinywa anaona hakuna kitu kibaya, lakini kumbe ubaya wake umefichwa katika moyo. Kanisa la Bwana liseme amen. That the spirit of hypocrisy and pretense. Ikiwa hautaruhusu kuyaweka sawa na moyo wako upone, utakuwa mateka wa unafiki. Maana utajifanya unampenda Danika, utajifanya unampenda Mzee Gibson hapa mkiongea, lakini ukipata mtu mwingine unamwambia huyu mtu amenisinya, hata natamani akombe na gari nikimuona mimi amenisinya. Sasa mbona mlipokuwa naye mlikuwa mnaongea mambo tofauti? Sasa unatoa ya moyoni, huyu mtu amenisinya wewe. The spirit of hypocrisy. There is no concrete relationship. Mistrust. Amen. Amen. Is
isiwe hivyo kwetu wana wa Mungu. Turuhusu mioyo yetu ipone. Turuhusu mioyo yetu ipone. Tuwaachilie watu. Number 4. It eats away the zeal to serve God and kills self-esteem. It eats away the zeal to serve God and kills self-esteem. Point number 4. Unhealed wound. Tenders of unhealed wound. Number 4. It eats away the zeal to serve God and kills self-esteem. 2 Samuel chapter number 9, 1 to 8. 2 Samuel chapter number 9, verse 1 to 8. Kwa ajili ya muda nisomee verse 8 peke yake. Verse 8 peke yake ili tukomboe wakati. It is away the zeal to serve God and kills self-esteem. Unhealed wound, jeraha ambalo halijapona. Linakula kama acid kwa chuma. Ukimwaka acid kwa chuma ambayo ni ngumu, ukipea miezi miwili, hiyo chuma imeliwa. Inaliwa kama maji ya chumvi yanapokula chuma hapa Mombasa, hapa Coast Region. Maji ya chumvi yanakula chuma. So unhealed wound, it eats away the zeal to serve God. Ile bidii, ile shauku mtu alikuwa nayo ya kumtumikia Mungu inapotea. Uko pale baba. Soma 8 peke yake. Soma 8 peke yake. Nasoma Samueli wa pili mlango wa 9 kwanza fungu la 8. Nasema hivi: Mefibosheti akasujudu akasema, mimi mtumishi wako ni nani hata uangalie umba mfu kama mimi? It kills self-esteem. Amina. Jamii ya Mungu tuko pamoja. Amina. Self-esteem. Ile maandiko inasema ya kwamba I am wonderfully. I am wonderfully and fearfully made. That self-esteem. Watu wanasema kwani huyu naye ana nini? Bwana asifiwe. Tangu nimjue ana nguo moja tu. Inaonekana huwa anakuwa usiku. Unajua kuna maneno ya kuumiza watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Huyu mpendo wao unamuona tu, nilienda kwake. Anakalia pamoja chini hata kumbe hana kitanda. Unafikiria maneno rahisi? Sisi anakuja kama ni kweli sina kitanda, lakini nilikuwa lazima utangaze. Bwana asifiwe. Ni kweli kabisa nakaa kwa makunia, lakini ni kwangu. Na umekuja. Ilikuwa ni lazima utangaze. Sasa yakisunguka yanirudie, ni kweli nakaa kwa lakini yakisunguka yanirudie kwamba nakaa kwa makunia. Umenimaliza. Amina. So wakati self-esteem, yani ile kujipa, ile hali ya kujitambua na kujiona ya kwamba vile ulivyo wewe ni sura ya Mungu. Haijalishi hakuna kitu. Mungu anamwambia Yeremia, nalikujua kabla umbike tumboni mwa mama, mimi nakujua. Nilikuumba kwa makusudi. There was a divine purpose ya mimi kukuumba. Na hakuna mtu atakayesimama aseme wewe ni mtoto, mimi nilikuumba na najua utayatimiza niliyoyataka. Kila mmoja tuliko hapa, there is a divine purpose kwa nini Mungu alikuumba. Mtu wa Mungu asema amina. Tume Bwana sinaka makofi kwa jina la Yesu. Sasa nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kila mmoja wetu arudie hayo. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hakuna mtu anatakana kukudisqualify. Wewe
maana. Amina. Amen. So, unhealed wound kills self-esteem. Haipi mtu ujasiri wa kujitambulisha na kusema naweza. Maana kuna Mungu anitiaye, inaua hiyo. Inaua ndani mwako. Unajiona ni mtu huna maana. Unajiona ni kwa vile hukusoma ndio mwisho wa maisha yako. Sasa mimi nitasemaje mbele ya hao wamesoma? Hapana, haikuwa foli yako. Usisome. Sisikuru vizuri kosekana. God still has a plan. Amen? Amina. So unhealed wound kills the zeal. Kama ni mwimbaji alikuwa anabidi kuja mazoezi, yeye anatangulia mkicha wamepanga picha. Unaona hakuji. Unajua haruki tu haji. Anaanza kuja sasa kama viti vimepangwa. Mwezi wa pili anaruka mazoezi. Maana kuna kitu kinamkula. That is zeal. Kama ni mtu alikuwa anaruka kanisani, harauki tena. Kama ni mtu alikuwa na moyo wa kufakia, hafakii tena. Maana ndani mwake analiwa. The zeal to serve God is eaten up. Inaliwa na majeraha. Ukiyaweka katika moyo wako, inaliwa. Furaha ya huduma inaondoka. Silipi fungu la 10. Furaha imefanya nini? Imeondoka. Ile furaha ulikuwa nayo ukipata fungu la 10 unatafuta, imeondoka. Umekwazwa, umejeruhiwa na umekubali majeraha yakae moyoni. Hautaki yapone. So that zeal is eaten away. Is eaten away. That self-esteem is gone. Tunaanza maisha ya kawaida na mazoea. Wakati zili imeondoka, wakati shauku haiko. Hata hizi pesa tukisema hizi ya kununua vyombo, kama shauku ya kumtumikia Bwana hakuna, utaongea maneno mengi wewe. Utaongea vile huyu pastor ametusumbua. Bwana asifiwe. Amen. Tumemaliza kujenga juzi. Hata hakutuacha tukakunywa maji. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Uzima wa watakatifu ni kutoa. Yaani kama tuko hai, uzima wetu ni kutolea Mungu. Amen. Amen. Lakini moyo ulioumia, moyo uliokwazwa, umepepa maneno. Number 5, a wounded heart hurts others. A wounded heart hurts others. Hati ya kwanza ni ya moyo. Sasa mimi ni wa zamani, sijui mwenye amesoma elimu ya juzi, nikisema hii spelling zetu zilifuatana andika tu unajua. A wounded heart hurts. Hii ya pili ni ya kuumiza. Hii ya kwanza ni moyo. Moyo ulioumia uumiza wengine ama wengine. Bwana asifiwe. Moyo ulioumia. Hatari iliyoko ni hiyo ya kwamba moyo ulioumia unaumiza wengine. Matthew chapter number 7. Matthew chapter number 7, 17 to 18. And then Proverbs 27:19. Tasoma kwa nyumbani. Hii inasema hawezi ukapata matunda mazuri kwa mti mbaya.
Mti mbaya kila utapata ndani juu yake ni matunda mabaya, na mti mzuri kila utapata juu yake ni matunda mazuri. So mtu anapeana kile ambacho kiko katika moyo wake. So moyo ulioumia utaumia. Sijui kama unajua watu, kuna mtu ukiona mtu anaongea maneno kama haya, kwa nini jamani unaniambia maneno kama haya? Uende umeze wewe. Yaani mtu amekuongelesha maneno ya kufanya nini? Ya kukuumiza. Hivi wewe umeumia? Unangojea anga aseme ndugu yangu pole. Lakini anasema yaani anaongeza Amina. Amen. Sukunya sumu. Nilikuwa nafikiria unalia unaenda kujinyonga, kumbe wamerudi hapo. Yaani kuna watu ambao mioyo yao hakuna siku tutasikia neno la faraja litoke hivi libariki moyo wako, hakuna. Kila likitoka ni mshale. Kila likitoka ni mshale. Sasa huyo mtu ukimfuatilia paka ground yake. Amina. Hayo maneno ya Yesu akasema baba, haya ya kwetu kiliaruhusu kwako. Nitaumiza wengine, nisamee uniondolee. So a wounded heart ambao hautapona, ikiwa hautakubali moyo wako upone, utaumiza wengine. Na mara nyingi hao watu wa kuumiza wengine kwake hata hajali kana kwamba hata anaumiza mtu, aihesabu kama ni kitu. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unaona nimekukosea, sumeza wewe. Unipeleke mahali unataka. Maneno kama hayo yanatoka kwa mtu ambaye experience yake ni ya kuumizwa, na yeye hatakubali marekebisho ndani mwake. So yeye anaendelea kuumiza watu wengine. Sasa anaendelea kuumiza watu wengine. Sasa akiwa kama kiongozi ndio kabisa. Amina. Amen. Nasema hivi ndugu zangu, hizi ndizo hatari ambazo zinaweza kutupata ikiwa hautaruhusu mioyo yetu kupona. Utakuwa mtu wa kukwaza, utakuwa mtu wa kuliza watu, utakuwa mtu wa kuumiza. Lakini moyo uliopona unazungumza furaha, unazungumza matumaini. Amina. Kanisa la Bwana lipo. Amina. Natamani mtu mmoja apate fundisho hili. Natamani mtu mmoja asaidike. Point number 6 ya mwisho. Unhealed wound leads to death. Causes death either by physical attack, suicidal or health conditions. Jeraha ambalo limekaa katika moyo na halitapona. Tuliona mifano mingi, tumeona Yuda, tumeona Abibodeli. Causes death. Either mtu awe na hasira afamie aue mwenzake, ama mtu afanye nini, achinyonge, aumie ndani mwake kwa vile hatapona, aenda achinyonge, ama mtu akae na majeraha. Sasa zingine watafiti wamesema ya kwamba haya magonjwa ambayo tuko nayo katika maisha yetu yanatokana na vyakula kama pressure, sukari na haya magonjwa mengine yanatokana na vyakula tunavyovikula. Lakini pia mtu ambaye amekaa katika majeraha kwa muda mrefu hajaruhusu moyo wake kupona, ameengage mawazo yake kutokana na maumivu anayoyapitia, kuna uwezekano pia magonjwa yakachipuka katika maisha yake. Amina. Na mara nyingi ukienda kwa daktari wanakuuliza, umekuwa unafikiria nini? Hayo ndio maswali mara nyingi madaktari wanauliza watu. Kwani kuna kitu unafikiria? Maana kuna mtu amepitia hali ambayo imeumiza moyo wake. Amekaa katika uchungu wa moyo, na moyo hauna amani. Vidonda vya tumbo,
vinatokana na moyo ambao umejeruhiwa. Mawazo yamepita kiasi. Baba, kwa jina la Yesu, lihifadhi kanisa lako, litunze kanisa lako, tusimamishe Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, aweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu Bwana, aweza yote, hakuna tukaweze kushinda, tukaweze kuwa wepesi wa kusamehe watu, tukaweze kuwa wepesi wa kukaa katika maombi. Moyo ambao uko katika maombi utatoa sumu, hautakuwa na uzito wa kusamehe. Moyo unaolijua neno la Mungu, moyo unaolijua neno la Mungu. Neno la Mungu limesema, tukianza kusoma, anamshauri mwanawe ya kwamba neno hili likae ndani mwako, usiruhusu likakuondokee, maana hiyo ni afya kwa wote, ni afya ya mwili wote. Neno la Mungu. Wapenzi katika Bwana, tulisome neno la Mungu. Tunapofundishwa neno la Mungu, tulipokee, tuliruhusu lifanye kazi ndani mwetu, tuliruhusu likatufungue. Hata kama mengine yanaonekana ni makubwa, lakini maadamu neno la Mungu limezungumza, yaachilie kwa ajili ya tumaini katika jina la Yesu. Bwana amenituma kwa jamii yake, asiwepo hata mmoja wetu ambaye destiny yake itaenda makosa kutokana na mioyo iliyojeruhiwa. Walikuumiza, walikukosea, lakini wacha tukaanze chapter mpya pamoja na Mungu wetu, yeye anayetupenda, aliye na destiny yetu. Mahangaiko ya maisha ya ulimwengu huu yasichukue nafasi ya amani ya moyo wako. Bwana akusimamishe, Bwana akutunze katika mamlaka yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Rika la Bosaya. Baba, wewe unajua umenituma kama mjumbe juu ya watu wako. Umenipa neno hili Bwana kwa siku hizi zote ambazo nimezungumza Bwana katika mioyo ya watu wako. Unajua kila mmoja tukiwa tumeketi hapa Baba, wajua maumivu ambayo watu wako wameyapitia Baba, wengine wameyabeba. Lakini leo naomba Baba ukatupe neema, utupe neema ya kuachilia, utupe neema ya kukimbilia kwako Mungu, kwa kuwa wewe unaweza. Hakuna hata mmoja wetu atakayedhurika Mungu kutokana na vidonda Bwana, yeye ni Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, mawazo yetu yakatakazike, nia zetu zikeuzwe Bwana katika jina la Yesu. Tumekukimbilia wewe Bwana, maana waweza. Hakuna jambo ambalo ni ngumu huliwezi.
wayaelewa machozi Mungu anayoyalia, waelewa maneno yaliyonenwa juu yao. Baba, kwa jina la Yesu tunayafutilia mbali maneno hayo Mungu, yasirudi katika ufahamu wao tena. Wamewazwa kuyamasisha kwa jina la Yesu kila kumbukumbu ya uovu, kila kumbukumbu ya uchungu. Baba, kwa jina la Yesu naifutilia mbali. Naachilia Bwana mamlaka, mito ya maji baridi kwa Roho Mtakatifu wa Bwana itakaze mioyo yetu, itakaze mawazo yetu, itakaze nia zetu kwa utukufu wa jina la Bwana. Asante kwa mwanzo mpya na matumaini mapya Bwana ambayo unayoleta kwa maisha yetu. Asante Mungu mkuu, tupe wepesi wa kuachilia Bwana, ili tukaweze kukutazama wewe uliyeshinda dhambi, uliyeshinda kaburi, uliyeshinda mauti. Baba, tukakuangalie wewe uliye mwanzo na mkamilifu wa imani yetu, ukatusaidie hata walio wadhaifu Bwana. Baba, wasaidie kufanya ujasiri wa kuachilia katika jina la Yesu. Asante Mungu wa baraka, nimewainua watu wako mikononi mwako Baba, wamebarikiwa. Achilia Baba vijito vya furaha, achilia vijito vya furaha, vijito vya furaha Baba, chemichemi ya furaha ikakukujike na kufurika katika mioyo yetu katika jina la Yesu. Asante Baba, asante Mungu wetu. Pokea utukufu na heshima na adhabu kwa Kristo Yesu. Baba, nabarikiwa. Kusanyiko la Bwana liseme amen. Wenye haki wa Mungu waseme amen. 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 Naomba furaha ya Bwana, amani ya Bwana ipitayo fahamu zote ipate